aghlabu ya Waislamu hawaifahamu tauhid, wala husikii darsa za kuzungumzia tauhid, wala husikii khutba. Yani hasa nafikiri tuwekane wazi ili tufahamiane vizuri, hasa misikiti yetu sisi watu wa tariqa, hasa misikiti yetu sisi watu wa tariqa. Unaweza kusali mwaka mzima usisikie khutba ya tauhidi hata mara moja. Unaweza ukaketi wewe miaka na miaka unaswali katika msikiti usisikie darsa ambayo kwamba inazungumzia aqida hata mara moja. Lakini hata hivyo, kabla hatujafika katika mustawa wa waumini na watu wengine, mustawa wa marakizi zetu, pia somo hili la tauhidi liko nyuma sana. Wewe unaweza kumkuta hata mwalimu wa madrasa ukamuuliza watu wanasomesha kitabu gani, umesoma kitabu gani cha tauhidi, akaanza kutoa macho, hata haisi labda hata kitabu kimoja cha tauhidi. Kuna mutuni ambazo kwamba mathala zilikuwa zikisoma, ukiangalia manhaj au mwenendo ambao kwamba walikuwa wakienda ulama huko nyuma, walikuwa wakisomesha hizi mutuni zetu za aqida. Walikuwa wakisomesha Jawharatut Tauhid, wakisomesha Matn Sanawiyya, wakisomesha Sughra, wakisomesha Idaatul Bijunna, wakisomesha Al-Jawahir Al-Kalamiyya, wakisomesha hizi mutuni, kiasi ambacho kwamba watu wengi walikuwa wakiinukia mpaka mtu akibali huko na nini masaili ya aqida na tauhid haimsumbui. Lakini sasa mathalan, angalia tatizo la Waislamu kwenda katika makanisa kuombewa na mfano wake. Yani kiuhalisia tu wingi wao ukiwafuatilia ni katika kwetu sisi, katika watu wa tariqa au rongo kweli. Wingi wanaoenda katika makanisa ni watu gani? Aghlabu yao ni wanawake au mabinti wetu sisi watu wa tariqa. Kwa hivyo hapo tu hatuoni kama kuna tatizo kubwa. Si sana mara nyingi kuwakuta huko kwenye makanisa au wanaenda katika sehemu kama hizo wakawa ni watu katika hawa watu wa mirengo mingine. Mara nyingi ni watu wetu sisi watu wa tariqa. Mushkila mkubwa, tatizo kubwa ni kwamba watu hawatusomeshi nini? Hawatusomeshi aqida. Kwa hivyo pamoja na ahamia ya kutangaza tauhidi na aqida kwa watu ambao kwamba baada hawajaingia katika Uislamu, lakini pia kuna umuhimu shuyukhi, mashehe, maasatidha au marakis, watu ambao kwamba wanashika durusi za misikitini, lazima kuwekwe darasa za aqida, kwa sababu aqida na si kitu tutazungumza juu, la ni darasa hasa yatakana kiwepo kiti na meza, iwepo mihadharat, ziwepo durusi. Watu hawapiti, lakini si mushkila, si tatizo lako hilo. Wala hata ukizungumza na mtu mmoja, hadithi ambayo kwamba ipo katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Sayyidina Ali, la ayahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Allah subhanahu wa ta'ala akimuongoza kupitia wewe mtu mmoja tu, basi ni bora zaidi kuliko kupata ngamia wekundu wale ambao kwamba kwa wakati huo ilikuwa ni matajiri ndio wanamiliki ngamia hao. Ni khairi kubwa. Na mara nyingine mtaweza kusema la, fasadi imeenea sana, uharibifu umeenea sana, watu hawataki tena dini. Hili si tatizo lako, wewe ni tadhkiri peke yake, lasta alayhi bimusaytir. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye wewe hujapewa jukumu la kuwalazimisha watu. Na unajua kilima chochote cha tauhidi, yani sisi tunasomeshwa hivyo, ulama wa tasawuf wanasema neno lolote la haki ambalo kwamba unalisema kwa ikhlas kabisa kwa ajili ya Allah, ikawa hakuna ria ndani yake, hakuna nia mbovu ndani yake, basi lazima yule mtu ambaye kwamba analisikiliza neno lazima atanufaika nalo. Kama hatanufaika nalo, sisi tunaambiwa hata wale ambao kwamba wapo ndani ya migongo yake wanaweza kunufaika, yani watoto wake wadogo katika mgongo wake au wajukuu wake au vitukuu vyake vitanufaika na hilo neno. Yani tusome katika kisa cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa ameenda Taif.
Alipokuwa Taif, baada ya kuwalingania watu wa Taif wakakataa da'wa, wakamfanyia maudhi, wakampiga na mfano wake, yule malakul jibal, malaika wa jabal, alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumwambia kwamba nataka idhni kutoka kwako wewe, an utbita alayhim al-akhshabain, walikuwa baina ya majabali makubwa mawili, ni kutanisha ile milima ambayo inawazunguka, tuwasage tuangamize. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, inni arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'buduhu wa yuwahhiduhu wa la yushriku bihi. Usifanye hivyo, mimi natarajia Allah subhanahu wa ta'ala atatoa watu katika migongo ya hao watu ambao wamekataa, ambao watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala hatamshirikisha na kitu chochote. Angalia Taif wametoka ulama wangapi. Kwa hivyo hapa ulamai wetu sisi wa tasawuf ndio wanapata khulasa ya kwamba mtu hata kama asiponufaika yule ambaye kwamba anakusikiliza, basi hata watoto wake au wajukuu wake ambao kwamba wako ndani ya mgongo wake watanufaika. Sisi cha muhimu ni kuwa na ikhlasi tu, usiangalie kwamba matokeo yatakuwa vipi. Matokeo sio kazi yako. Moja katika ufanya biashara na ulama wakubwa wa Oman ambao kwamba walioingia mapema kabisa huku Afrika Mashariki, kwa kiitwa Ahmad bin Ibrahim Al-Amiri, alikuja huko Afrika Mashariki mwaka 1844. Ni katika Omani wa mwanzo kabisa walioingia Afrika Mashariki. Toba tushaeleza mara nyingi kwamba unapozungumza historia ya kuingia Uislamu Afrika Mashariki, basi kuna Waarabu dizini mbili huwezi kuwatoa, Waarabu wa Omani na Waarabu wa Yemen. Hao ndio watu ambao kwamba wana fadhila kubwa katika kuingia Uislamu na kuelewa Uislamu Afrika Mashariki. Watu dizini mbili ndio wanaoeneza Uislamu, Waislamu wa Omani ambao kwamba ni Ibadhia na Waislamu wa Yemen ambao kwamba ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ndio maana katika madhahibu kubwa ambazo kwamba zilikuwa toka karne na karne Afrika Mashariki ni madhehebu mbili, ni madhhabu ya Ibadhi na madhhabu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ndio madhhabu kubwa, aghlabia ya watu walikuwa ima ukuta ni Ibadhi wa manga hawa, ima ukuta ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Basi huyu mwanachuoni na aghlabu yao walikuja kwa lengo la biashara na dawa. Ahmad bin Ibrahim Al-Amiri mwaka 1844 akaenda kumtembelea mfalme Uganda. Unajua Uganda, ukisoma historia, kulikuwa kuna mamlaka, yani kulikuwa kuna ufalme hasa wa Uganda, na mpaka sasa yale majumba ya wale watawala yako. Basi alipokuwa katika jalsa ile, yule mfalme wakawa wanaleta watu wamefungwa kamba, wakawekwa wale watu kadhaa. Yule mwanachuoni akauliza, hawa watu wanafanya kitu gani hapo kwamba walioletwa wamefungwa kamba? Akajibiwa kwamba bwana, sisi katika mila zetu kuna siku ambazo kwamba huwa tunatoa sadaka, na sadaka ni wanaletwa kama watu 10 au 15 wanachinjwa hapa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mungu. Hii ni sadaka. Basi yule mwanachuoni hakusita, pale alimkabili yule mfalme akamwambia, hiki kitu ambacho kwamba unakifanya ni dhulma kubwa, Uislamu hautaki kadha. Akamlingania, watu wote wakashangaa. Lakini yule mfalme pale alisilimu akasema, inaonekana hiki kitu ambacho kwamba anachokieleza huyu bwana ni cha sawa, kwa sababu watu wote ambao kwamba wanakuja hapa, hakuna mtu yeyote ashaye kueleza kitu kama hiki, na hakuna mtu ambaye kwamba anaweza kuthubutu kusema kitu chochote mbele yangu. Kwa hivyo mara nyingine unaweza kusema neno ambalo kwamba unaweza kutarajia labda matokeo yake ni mabaya, lakini kulingana na ile ikhlasi yako ambayo kwamba uko nayo, Allah subhanahu wa ta'ala anapitisha shani yake ndani yake na anapitisha kabuli. Kwa hivyo tujitahidini sana, tusomesheni watu akida, tusomesheni watu tauhidi, tuache mambo ya kupigana majungu na nini. Mawahabi wanajitahidi sana kueleza nini itikadi zao, kila kipembe, misikiti yao yote ni misikiti ya harakati. Mawahabi taban ala manhajina ni aqida potofu taban, وهذا لا مهاربة فيه يعني. نحن نبين الذي نعتقده يعني. Na sisi pia tujitahidi kuweka majalis kama hizo na harakati kama hizo hata tuweze kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma
وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل